Mtazamaji wa Asam Online TV. Hizi hapa ni ripoti za Asam Online TV ambapo leo tupo Tume ya Uchaguzi Zanzibar ambapo leo hii Misbah Foundation wanaenda kukabidhi ripoti ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2025. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Lakini mtazamaji wa Asam Online TV, ni kusihi tu usitoke kwenda kuchunguza kile ambacho Misbah Foundation wanacho siku ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, taasisi yetu ilifanya uangalizi Zanzibar, Unguja na Pemba, ambapo waangalizi waligaiwa kwa mikoa na wilaya kwa muundo wa mgawanyo wa tawala za serikali, ambapo watendaji tuligawana majukumu ili kufanikisha zoezi hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe mgawanyo huo kwa ufupi. Mgawanyo huo ulikuwa kama ufuatao: ndugu Abdalla Maulid Diwani na ndugu Slei Mustafa Jumbe waliongoza timu ya waangalizi ya mkoa wa Mjini Unguja na wilaya zake. Ndugu Nasor Shaban Ameri na ndugu Said Haji Mdungi waliongoza timu ya waangalizi wa mkoa wa Kusini Unguja na wilaya zake. Ndugu Abubakar Madini Hassan na ndugu Yusuf Isa Ali waliongoza timu ya waangalizi wa mkoa wa Kaskazini Unguja na wilaya zake. Ndugu Hamida Abdalla Isa na ndugu Fahmi Mwinyi waliongoza timu ya waangalizi ya mkoa wa Kaskazini Pemba na wilaya zake. Na mwisho ndugu Abdul Halim Hafidh na ndugu Alwia Alei Kheri waliongoza timu ya waangalizi ya mkoa wa Kusini Pemba na wilaya zake. Mheshimiwa Mwenyekiti, taasisi yetu ilifanya kazi ya uangalizi kwenye maeneo manne yafuatayo: wakati wa kampeni, wakati wa kupiga kura, wakati wa kutangaza matokeo ya uchaguzi, na la mwisho tulitazama hali ya ulinzi na usalama. Uangalizi wakati ya kampeni. Taasisi yetu ilishiriki shughuli zote za kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ziliendeshwa na vyama vya siasa vilivyosimamia wagombea kwa kuzingatia matakwa ya sheria, kanuni na maadili ya uchaguzi. Uangalizi wetu ulilenga kubaini iwapo sheria, kanuni na maadili ya uchaguzi vilifuatwa wakati wa uendeshaji wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ikiwemo muda wa kuanza na kumaliza kampeni, ushiriki wa watu wa kampeni, ahadi na lugha zinazotumia kwenye kampeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, taasisi yetu ya uangalizi ilibaini baadhi ya vyama vya siasa vilitoa matamshi ya lugha zenye viashiria vya ubaguzi na uvunjifu wa amani, na vyama vingine vilikuwa vinahubiri amani. Swali la pili, uangalizi wakati wa kupiga kura. Idadi ya vituo vyote vya kupiga kura vilikuwa 1752 Unguja na Pemba. Taasisi yetu iliweza kupitia vituo vya kupiga kura 1663 sawa na 95% ya vituo vyote vya kupiga kura Unguja na Pemba, ili kujionea idadi ya wananchi waliojitokeza kupiga kura kwa mujibu wa daftari la kudumu la mpiga kura la Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Pia uangalizi wetu ulilenga kubaini muda wa kufungua na kufunga vituo, uwepo wa wakala, watendaji wa ZEC, vikosi vya ulinzi na usalama kwa ajili ya kulinda usalama wa raia. Pia tuliangalia endapo wapiga kura waliweza kufika katika vituo vya kupiga kura kwa urahisi na endapo mazingira ya vituo yalikuwa rafiki na salama kwa wapiga kura, pamoja na uwepo wa waandishi wa habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, taasisi yetu haikubaini changamoto yoyote kubwa ambayo ingepelekea kuharibu uchaguzi wakati wa kupiga kura. Swali la tatu, matokeo ya uchaguzi. Baada ya upigaji wa kura kukamilika na taratibu za kufunga vituo kukamilika, taasisi yetu ilishuhudia vituo vya kupiga kura kubadilika kuwa vituo vya kuhesabu kura. Kura za rais zilianza kuhesabiwa mwanzo, zikifuatia kura za wakilishi na mwisho kura za madiwani. Maeneo yote ya uangalizi tuliyokuwepo, wasimamizi wa vituo walifuata taratibu na miongozo ya Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Taasisi yetu ya uangalizi ilijiridhisha kwamba zoezi la kuhesabu kura na kutangaza matokeo lilifanyika kwa uwazi na haki. Mawakala wa vyama vya siasa karibia wote walikubali matokeo katika maeneo yote. Mheshimiwa Mwenyekiti, taasisi yetu haikubaini changamoto yoyote ya kutokubaliana na matokeo yaliyohesabiwa kutoka kwa mawakala wa vyama vya siasa walioshiriki zoezi zima la kushuhudia kuhesabiwa kura. Swala la 4, hali ya ulinzi na usalama. Taasisi yetu pia ilitizama hali ya ulinzi na usalama kwenye hatua zote, kuanzia kampeni, kupiga kura hadi matokeo ya uchaguzi kutolewa. Taasisi yetu ilibaini ya kuwa vyama vya siasa vilikuwa vikizungumzia sana kuhusu kudumisha amani
ambapo Chama cha Mapinduzi kiliongoza katika kuhubiri amani, taasisi yetu pia ilibaini watendaji wa tume, wasimamizi wote wa uchaguzi pamoja na taasisi za ulinzi na usalama ziliandaa na kuweka mikakati ya ulinzi na usalama wa vituo vya kupiga kura, usindikizaji wa masanduku ya kura, vituo vya kujumlisha kura na utangazaji wa matokeo. Mheshimiwa Mwenyekiti, taasisi yetu ya uangalizi haikubaini changamoto yoyote ya kuzorota hali ya ulinzi na usalama, na wapiga kura walipiga kura kwa amani na baadaye kuendelea na shughuli zao za kawaida. Naomba nimalizie kwa mujibu wa tathmini ya uangalizi ya Misbah Foundation, tume ilifanya vizuri kwa kushirikishwa wadau wa uchaguzi, kuratibu kampeni za uchaguzi, kutoa elimu ya mpiga kura, kusimamia mchakato wa kupiga kura, kuhesabu kura, kujumlisha kura na kutangaza matokeo pamoja na mafanikio mengi yaliyoonekana. Hivyo, kwa niaba ya Misbah Foundation, waangalizi wa ndani wa uchaguzi wa Zanzibar wa mwaka 2025, tunatamka rasmi kwamba uchaguzi wa Zanzibar wa mwaka 2025 ulifanyika kwa uwazi, haki, uhuru na amani, na tunatamka kwamba mchakato mzima uliendeshwa kwa mujibu wa sheria. Lakini pia niwashukuru nyinyi foundation ya Misbah Foundation kwa kwanza moyo wenu wa kujitolea kuwa waangalizi, kwa sababu hamkulazimishwa, mlikuja kuomba wenyewe, na kuja kuomba kwenu huku kwetu sisi inakuwa ni faraja na faida. Nyinyi kama observer mnakuwa ni macho, mnakuwa ni masikio ya tume ya uchaguzi. Sisi wenyewe hatujioni wala hatujiwezi kujitathmini, lakini tathmini ya kwetu na kujiona kwetu sisi wenyewe ni kupitia kwenu nyinyi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa msaada wenu huo, na kwa ripoti hii ambayo mmeileta ndani ya wakati. Itatusaidia sisi kujirekebisha pale ambapo mmeona pana kasoro, ili kujenga taifa lililo jema kabisa. Tunajua masuala ya uchaguzi ni masuala ya demokrasia. Kwa hiyo panapo makosa panahitaji kurekebishwa ili chaguzi zifanyike kwa ufanisi zaidi na zaidi na zaidi. Kila tukienda mbele hatupaswi kurudi nyuma, tunapaswa kwenda mbele. Kwa hiyo tunashukuru sana, na yote mlioandika humu tutayachukua, tutayapitia, tutayatathmini, na yaliyo muhimu sana na yatakayojenga tutayachukua. Hilo ndio ahadi yetu kwetu kwenu nyinyi. Asanteni sana na washukuru sana. Na kuna jingine lolote? Mheshimiwa, kuna zaidi ya kushukuru. Maana yuko kuna neno zaidi zuri zaidi ya asante tungelitumia, lakini hatuna hilo zaidi ya hilo tulilonalo. Kwa tunasema asante sana, na kwa niaba ya tume ya uchaguzi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, tumeipokea ripoti hii na tunawashukuru.